Endelea kusimama katika kulihubiri neno la Mungu. Changamoto kubwa sana. Kwanza tulikuwa hatuna usafiri, kwa natembea kwa miguu. Tunaenda kwa miguu kwa maili nyingi sana. Yes, ni tukio la upataji wa kumbukumbu ya picha ukiwa unaendelea hapa nje ya ukumbi huu wa CBC, na picha ya kwanza hapo inapigwa na makamu askofu mkuu Dr. Magnus Muhiche. Yuko mkurugenzi mkuu wa idara hii ya uinjilisti Mchungaji Tumaini Chanjalika, yuko askofu wa jimbo hili la Dodoma Magharibi ambaye ndo askofu mwenyeji Mchungaji Zefania Mkuyu, lakini pia yuko askofu Ole ambaye ni askofu wa jimbo la Dodoma Kati na viongozi wengine wa idara hii ya uinjilisti wakiwa wanapata picha. Makamu mkurugenzi pia wa idara hii ya uinjilisti yuko hapa, Mchungaji Mkamba, yuko mhazini mkuu wa idara hii taifa, yuko hapa katibu mkuu pia wa idara hii. Kama uko na kamati yako tunayo wakurugenzi wa kitaifa. Yes, ni wakurugenzi wa kitaifa. Yuko mkurugenzi mkuu wa idara ya maombi Mchungaji Crispin Madembe, lakini pia yuko mkurugenzi mkuu wa idara ya umisheni, nao pia wakiwa wanapata picha ya pamoja hapa pamoja na mgeni rasmi ambaye ni makamu askofu mkuu. Yes. Wainjilisti wakiwa wamejitokeza kwa wingi kweli kweli nje ya ukumbi huu wa CBC Dodoma, na hawa ni wakurugenzi wa majimbo wakiwa wanapata picha pia ya pamoja hapa. Hii ni kumbukumbu nzuri sana, na huu ni uongozi mpya pia. Mchungaji Tumaini Chanjalika ni mkurugenzi mkuu wa idara hii ya uinjilisti, lakini pia wakiwa ni viongozi wapya kabisa ambao baada ya mabadiliko ya uchaguzi na akapata neema ya kuweza kuongoza idara hii ya uinjilisti. Lakini pia Mchungaji Kamba pia kutoka pale Magomeni ambaye ni makamu mkurugenzi idara hii ya uinjilisti. Wote hawa ni uongozi mpya, na hakika wakiwa wameanza kwa kishindo katika uongozi wao katika awamu hii. Hivi ni kumbukumbu ya picha nzuri sana ili kuweza kuweka kwenye rekodi nzuri pia ya huduma na kazi ya Mungu ambayo wanaendelea kuifanya. Ni siku 3 za kuonolewa kutoka hapa katika ukumbi wa CBC Dodoma, ambapo wainjilisti makamu askofu mkuu Dr. Magnus Muhiche akiwa ametoa neno la ufunguzi kama mausia kwa wainjilisti, ili wanaporudi kule sasa walikotokea mitaani wakalineno neno la Mungu kwa ujasiri, na akiwa ameelekeza haswa Roho Mtakatifu na uinjilisti. Roho Mtakatifu akiwa kiongozi mkuu katika huduma hii, basi ameeleza kwamba kazi itakuwa ni nyepesi sana. Basi tunaamini wainjilisti wanapotoka hapa watatoka ni wainjilisti wa kipekee sana, wenye moto ambao unakwenda kuwaka kwa uhakika kule majimboni na maeneo mbalimbali walikotokea. Wale wainjilisti vijana, tafadhali tusaidie tena kuvirudisha hizi kule ndani. Yes, hii ni picha maalum kabisa ya viongozi wakuu katika idara hii ya uinjilisti.
Makamu Askofu Mkuu akiwa na viongozi wakuu wa idara hii kitaifa, Mchungaji Tumaini Chanjarika, Mkurugenzi Mkuu Mchungaji Mkamba, Makamu Askofu, Makamu Mkurugenzi, lakini pia Mhazini Mkuu pamoja na Katibu Mkuu idara hii ya uinjilisti. Kumbukumbu nzuri sana ya picha hii. Wanapoiweka katika rekodi zao, basi wanakumbuka katika mwanzo wa huduma na uongozi wao waliweza kupata kumbukumbu nzuri ya picha. Hakika ili ni jambo la baraka na la kipekee. Tunaendelea kukukumbusha kufuatilia kongamano hili ambalo litakuwa likiendelea hapa Dodoma, ambapo litarushwa mubashara kabisa kupitia kituo hiki bora kabisa cha matangazo tu moja. Limekuwa ni kongamano la moto ambalo limeanza kwa moto wake kabisa hapa katika ukumbi wa CBC Dodoma. Makamu Askofu Mkuu akiwa tayari amekwisha kutoa neno la ufunguzi na kisha kuweza kupata pia kumbukumbu ya picha. Ninaweza nikaongea pia hapa na Makamu Mkurugenzi wa idara hii Mchungaji Mkamba kutoka pale Magomeni. Nazungumziaje kongamano hili ambapo leo ndo wamelifungua rasmi hapa CBC. Mchungaji, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kareni sana kwa kongamano. Bwana Yesu ni mwema, tunamshukuru Mungu. Kongamano limeanza vizuri kama mnavyoona. Bwana ametuhudumia. Kwa hiyo sisi tunafurahi, ni mwanzo mzuri. Kwa mwanzo huu unaonaje mwitikio na namna ambavyo kongamano linakwenda katika hizi siku 3? Sisi tunahesabu haya ni majira mapya kwa maana ya mpango shughuli mpya ambao tumeuandaa wa idara wa miaka 3 ambayo ipo mbele yetu 26, 27, 28. Na ukipata nafasi ya kuangalia mpango kazi wetu utakuonyesha kwamba kuna mambo makubwa ambayo Mungu atakwenda kuyafanya kupitia idara hii kwa kuwatumia wainjilisti wote tulionao katika kanisa letu la TAG. Yeah. Katika uongozi wenu mpya, pengine nitamani kufahamu yapi maono yenu na malengo yenu katika kuhakikisha mnakwenda kutekeleza majukumu ambayo mmejiwekea katika kipindi hiki cha uongozi wenu? Yapo mengi, lakini labda niseme mawili au matatu. Jambo kubwa ambalo tunatamani litokee, tunatamani kuwa na mikutano mikubwa ya injili. Hizi zinafahamika kama zinaitwa mega crusades. Ni mfano wa ile mikutano ambayo imefanyika miaka nyuma Dar es Salaam, All Dar es Salaam Crusades na zile nyingine. Mwaka wa 2026 tutaanza na sample ya miji 3 ya kufanya mikutano mikubwa sana ambayo itatikisa hiyo miji kwa matokeo makubwa ya watu kumrudia Kristo Yesu. Jambo la pili, tunatamani kufanya makongamano makubwa sana ya uamsho. Haya ni ya design mpya kwa sababu hajawahi kutokea na hajawahi kufanyika kwenye kanisa letu la TAG. Haya makongamano yatakuwa ni makongamano makubwa ya miji. Tutakapofika labda katika mji wa Dodoma, tutahakikisha makanisa yetu yote yamekusanyika mahali pamoja, mafundisho yatafanyika, na sisi idara ya uinjilisti ndio idara mama ya kubeba. Tunajichukua hivyo, tuna idara nyingine nyingi, lakini tunaamini sisi ni miongoni mwa idara mama tunaobeba hii dhana nzima ya moto wa uamsho. Kwa tutakuwa na mambo hayo makubwa mawili na mengine mengi ambayo yapo katika mpango kazi wetu wa mwaka 2026. Yeah. Mungu akubariki sana. Asante sana. Mungu awabariki sana. Asante sana. Niko na mkurugenzi mkuu idara hii ya umisheni. Tutatamani kusikia naye pia ameonaje kongamano hili katika mwanzo huu. Makamu Askofu Mkuu akiwa tayari ametoa neno la ufunguzi. Pengine ameona mwanga gani katika kongamano hili, lakini pia ameona ni uongozi mpya, lakini pia wameanza kwa kishindo.
yeye kama idara ya umisheni, kuna kitu gani pia ambapo amejifunza katika idara hii? Bwana asifiwe. Amina, Bwana asifiwe sana. Amina. Hongereni kwa kongamano. Tunashukuru sana. Mungu ni mwema, umeanza vizuri. Kwa habari ya viongozi wapya, kwa kweli kongamano limeanza kwa kishindo kikubwa. Na utukufu mwingi wa Mungu na Roho Mtakatifu amekuepo kwa wingi sana. Na tunamshukuru Mungu kwamba makamu askofu mkuu ameleta ujumbe wa mahusia kama mzee, lakini kama Roho Mtakatifu alipomuongoza ameinua tena imani zetu, lakini ameturudisha kwenye mstari wa injili hasa inayopaswa kuhubiriwa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya makamu askofu mkuu. Ndio. Mungu akubariki sana. Amina. Asante sana. Yes, tuko na askofu wa jimbo hili la Dodoma Magharibi. Yeye ndio askofu mwenyeji, mkurugenzi mkuu pia idara ya Siezi, mchungaji Zefania Mkuyu. Bwana asifiwe sana. Amina. Habari za kwako? Naendeleaje mwanangu? Bwana ni mwema. Nimefurahi kukuona. Amina. Hongera kwa utumishi. Mimi pia. Amen. Habari za huku Dodoma? Dodoma ni kwema. Hali ya hewa ni ya joto kidogo, kajoto kapo. Kama tuko Dar es Salaam kidogo kwa mchana, usiku sio mbaya sana, lakini uwepo wa Bwana uko mwingi sana. Amina. Sana. Askofu mwenyeji wa jimbo hili, umeonaje mambo yalivyoanza katika mwanzo wake leo? Mimi nimeona wanasema jambo zuri walinaanza mapema asubuhi. Nimeona neema kubwa sana. Tumekuwa na mkurugenzi mpya wa idara ya uinjilisti, lakini the way ambavyo wameanza kazi na wakurugenzi wa majimbo na kamati zao na namna ambavyo wamecoordinate kupata watu wengi kiasi hichi kwa mara ya kwanza kwa uongozi wake na kwa majira haya, na tunafahamu kumekuwa na changamoto nyingi, lakini bado wainjilisti wameitikia. Yaani ni jambo la baraka sana. Nimeona kuna mwitikio mzuri, lakini nimeona message ya kwanza ya baba askofu ya mafundo, tuseme amekuja kufunda wainjilisti, ilikuwa nzuri sana. Ndio nimemwona amemwagika kwa wingi. Nimeona hata sasa utaona wainjilisti wameitikia, na kweli kwa siku ya kwanza tumeanza vizuri. Neno gani pengine kama askofu mwenyeji kwa watu ambao wamefika hapa kwa ajili ya kufundwa? Mimi nawaambia kwamba tumekuja kwenye karakana. Kwa hiyo wakija kwenye karakana wakubali kuchongwa. Kama ni kurandwa wakubali kurandwa. Kama ni kukatwa basi wakubali kukatwa. Wakikubali hayo, mimi ninaamini tutakapotoka hapa hatutakuwa watu wale tena. Kuna namna ambavyo naiona Mungu anatembea. Na ninaona wanenaji wote waliopo kwa kweli ni wana uwezo, na Mungu anawatumia kwa viwango visivyo vya kawaida. Kwa hiyo wao tu ni kufungua mioyo yao, na nimeona mioyo imefunguka. Hata ya kwanza tu nimeona hii mrando wa kwanza na kuchongwa kwa kwanza kumekuwa vizuri. Wakikubali na kunyenyekea, Mungu atatutumia. Na tupo workshop. Mungu anafanya kazi. Mungu akubariki sana baba askofu. Amen. Na washukuru. Karibuni sana Dodoma, na wale ambao wanatufuatilia wainjilisti, najua hawapo hapa wanatufuatilia, basi wasiache kufuatilia NYTV, wafuatilie vile vipindi na watapata hata kama ni kwa mbali. Roho Mtakatifu wafungwi na umbali, kwa ile message wanaweza wakaipata na ikawasaidia. Najua kunawezekana kwa na changamoto ya nauli au namna fulani imeshindikana kufika, lakini wakifuatilia NYTV vipindi hivi, basi Mungu atasema nao. Mungu awabariki sana, asanteni. Bye bye. Niko pia na mkurugenzi mkuu idara ya maombi, mchungaji Crispin Madembe. Naye pia tutamani kusikia neno lake. Kuna kitu gani ambacho pia amekiona katika mwanzo wa kongamano hili katika idara hii ya uinjilisti? Bwana asifiwe baba. Amina, Bwana asifiwe sana. Shikamoo. Malaba za leo. Jema kabisa. Naona umenijia tena. Naona na wewe ni mwinjilisti au idara zote ya maombi na uinjilisti ziko pamoja? Mimi niko kote. Mimi ni mwinjilisti wa taifa, lakini pia kwa sababu mimi naangalia matokeo, maana nimetangulia kuomba nione matokeo kuomba kwangu. Amen. Kwa kweli tunashukuru Mungu, tumekuwa na mwanzo mzuri. Baba askofu, makamu askofu mkuu ameweza kufungua kongamano hili, na tayari tumeshaanza kuona nguvu za Mungu zikitembea sana. Na somo ambalo amelifundisha la ufunguzi limekuwa na nguvu sana, limeinua ari kwa wainjilisti, na tayari naona kwamba tutakuwa na kambi nzuri sana, conference nzuri sana ya idara yetu ya uinjilisti. Na neno gani kwao pengine? Kwa kweli nawatia moyo waendelee mbele, namtia moyo mkurugenzi mkuu idara ya uinjilisti pamoja na kamati yake
wamekuwa na mwanzo mzuri. Niwatakie baraka njema, na tena wale wote waliojumuika katika kambi hili wahakikishe wanaondoka na kitu. Hiki kipindi cha miaka 13 wa Moto wa Mwisho sio wakati wa maneno, ni wakati wa vitendo. Kwa hiyo tunataka tumuone Mungu akifanya. Kwa sababu gani nasema hivi? Baba Askofu Mkuu amewekeza nguvu sana katika idara hii. Maana mimi ni mdau pia, nimekuepo humu sana nikiangalia tangu mwanzo wakati anaasisi idara. Amekuwa na moyo sana kuona hii idara inafanya kazi. Yaani amekuwa na hicho kitu sana. Sasa lazima tumtie moyo, ametumia gharama kubwa nyingi. Kwa hiyo tunaona kwamba sasa tunahitaji kwamba wainjilisti wainuke wafanye kazi kwa nguvu sana. Kama vile ambavyo moyo Baba Askofu Mkuu anachokitazamia, kuna kitu anataka kitokee. Ndani ya hicho kitu anachotaka kitokee, basi tumtie moyo kwamba hilo jambo litokee na mlipuko wa injili utokee na umwagike nchi nzima na ikiwezekana na mataifa mengine. Amen. Mungu akubariki baba. Amen, asante sana. Naam, kutoka hapa katika kongamano hili la uinjilisti linaloendelea hapa Dodoma CBC, nimekutana na baba yangu hapa, wazee wa awali kabisa, tunaweza tukasema wale awali kwenye idara hii ya uinjilisti, mzee David Kuselia. Baba, shikamo. Marahaba mwanangu. Tutapata mahusia kutoka kwa baba, pengine yeye kwa sababu ni mtu ambaye umekuwa sana kwenye ile eneo la uinjilisti. Kuna vitu pengine wainjilisti wanaokutazama sasa hivi watatamani kusikia kutoka kwako. Kwa kweli kwa sasa hivi kitu ambacho tunahitaji vijana awe navyo wavifanye na Mungu apate kuwatumikia, kwanza ni kujitoa. Jambo la kwanza hilo. La pili pia wenyewe wawe tayari kwenye uwito, mahali popote wanapopita wapite. Na hii ndio ilitusaidia sisi. Sisi tulijitoa kabisa, hatukumtegemea mtu, tulimtegemea Mungu peke yake. Na Mungu peke yake alifanya kazi juu yetu, na Mungu aliamsha Tanzania vizuri kwa sababu tulijitoa. Ndio. Katika enzi zenu za uinjilisti, kipindi kile mnafanya kazi, kuna changamoto gani ambazo pengine mlikuwa mnakutana nazo ambazo ziliwafanya pia mkaendelea kusimama katika kulihubiri neno la Mungu? Changamoto kubwa sana. Kwanza tulikuwa hatuna usafiri, kwa natembea kwa miguu. Tunaenda kwa miguu kwa maili nyingi sana. Tumehubiri sana tukitembea kwa miguu maili 40, tulikuwa tunatembea kwenda na kurudi. Tumetembea sana kwa miguu tukihubiri. Na mimi nilikuwa na mwinjilisti pamoja na Moses Kolola, tulitembea pia kwa miguu. Na pia tulikuwa na mwinjilisti Emmanuel Lazaro, tulitembea kwa miguu. Na pia tulipata changamoto, maana kanisa hili kwa jipya, tulipingwa na makanisa mengine na kupigwa kwa sababu walionekana ni dini hii mpya, haina uwezo na haina nguvu, kwamba ni dini ya waongo. Lakini sisi tuling'ang'ana. Hiyo ndio kwa changamoto kubwa kwetu. Pengine una neno gani kuwahusia wainjilisti hawa wamefika kufundwa katika kipindi hiki cha siku 3 hapa? Ndio husia yangu kabisa, wainjilisti wahubiri neno. Kuhubiri neno ni nguvu sana kuliko mambo mengine yote. Wainjilisti wengi wanahubiri miujiza, ishara, wanaacha neno. Na baada ya kuacha neno watu hawaokoki. Watu wanakimbilia maombi ya uponyaji, na baada ya maombi ya uponyaji kwa sababu hajahubiri neno, watu hawaponi. Sasa mimi nashauri kwamba wainjilisti wa leo watumie neno kulihubiri. Na neno la Mungu ni moto. Na neno la Mungu ndio nyundo ya kubomoa mawe vipande vipande. Na neno la Mungu ni upanga wa kukata kuwili. Watu wengi wameacha neno la Mungu, wanahubiri uponyaji, wanahubiri mafanikio. Ndio watu wanachofanya. Mungu akubariki baba. Mungu akubariki sana. Mungu awe pamoja nanyi na wasaidie kwa kazi hii nzuri. Mungu awabariki. Asante baba. Asante. Shikamoo. Marhaba, ujambo? Bwana asifiwe sana. Amina. Habari za kongamano? Kongamano nzuri sana. Tunafundishwa, tunajinua upya kwa ajili ya kazi maalum. Neno la ufunguzi kutoka kwa makamu askofu, kuna kitu gani ambacho pengine umeanza kukipata katika mwanzo huu? Kwa kweli kwenye neno la ufunguzi kuna ile neno ambalo kwanza kwamba Roho Mtakatifu ndio anayetoa siri. Lile neno siri, secret, ila muhimu sana kwa sababu mwanadamu yoyote ana kitu cha siri cha ndani kwenye maisha yake. Awe mzungu, awe Mwafrika, awe amesoma, hajasoma, lakini kuna kitu cha siri sana ambacho hakuna mtu anayefahamu ila ni Mungu tu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, kile nilichokuwa kwamba kumbe ndio anayeweza kufunua siri ya mtu mpaka yeye mwenyewe akaitoa nje kwa ajili ya kutengeneza maisha yake. Hilo lilikuwa ni jambo la msingi sana.
ambalo katika mahubiri yake yote hiyo point hiyo ilikuwa ni ya muhimu sana kwa wainjilisti wa taifa, kwa wakurugenzi, lakini kwa mshirika, hasa kwa mhubiri, kwamba unapokwenda kuhubiri au kupeleka ujumbe ni lazima ugundue kwamba kuna siri iko ndani ya watu na wewe huwezi kuitoa isipokuwa Roho Mtakatifu tu ndiye atakaye kuifunua hiyo siri. Yeah. Mungu akubariki baba. Asante sana, Mungu akubariki sana. Amen. Oh. Marahaba mwanangu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amina. Hongera na kongamano. Kwa kweli ni kongamano zuri la baraka lililojaa watu wengi, nimefurahi. Lakini pia watu wengi na waona wana amani. Na aliyekosa kongamano hili ana hasara. Kwa sababu tunaliona tangu tunaanza jana. Mambo ni mazuri sana. Na kitu gani mpaka sasa hivi umeshakipata ambacho unaona watu ambao hawajafika hapa wamekikosa? Kuna vitu vitatu kwa haraka. Jambo la kwanza, mtu ambaye amekosa kongamano hili hapa tunayoendelea nalo, amekosa ushirika na wenzake. Maana mnapokuwa mko wengi, si mnapeana mbinu namna ya kutenda kazi ya Bwana. Hasa waliokosa wamekosa kabisa. Sasa labda mwakani kama Yesu hajarudi. Hilo la kwanza. Jambo la pili ni ujumbe. Kwamba tumeanza na ufunguzi wa kitabu cha Matendo 1:8. Mtapokea nguvu, na kwamba Roho Mtakatifu ndiye mwalimu wa kweli, ndiye kiongozi wa kanisa. Yeyote anayehubiri bila nguvu za Mungu, Roho Mtakatifu hana ujumbe. Na ujumbe huu wa Roho Mtakatifu ndio unafanya mtu aokoke, mtapone magonjwa na laana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni kila kitu. Haleluya. Mungu akubariki baba. Amen. Asante.